Nyota yako imefungwa? Je, unafahamu kuwa nyota inafungwa? Nyota ni nini? Nyota ni uhusika wa mtu kulingana na itikadi za kijadi na kimila na desturi. Ndugu yangu, leo tutazungumzia nyota yako ikiwa imefungwa, dalili zake na mtazamo wake wa mtu aliyefungwa nyota hiyo, na vipi wanaweza kutumia wachawi na washirikina kufunga nyota yako. Kuwa nami mwanzo hadi mwisho ili uweze kulifahamu hili somo. Naam, tunazungumzia moja ya changamoto kubwa za maisha ya kila mtu, kufungwa kwa nyota. Hii si hadithi wala simulizi tu, hii ni hali halisi inayoathiri upendo, riziki, afya na bahati ya mtu kuwa mbaya. Kwa baadhi kila kitu kinapotea, pesa hazikai, mahusiano yanavunjika, afya hupungua na fursa za maisha huisha ghafla. Mtu huumwa mara kwa mara, mtu hufukuzwa, mtu hadumu kwenye kazi, akienda kuomba kazi huko hakubaliwi, akienda kuomba kazi huko hakubaliwi, hata akikubaliwa mikosi na mitihani na fitina, anakimbizwa pale kazini. Mtu huyo anakuwa mambo yake yamebadilika ghafla. Kama alikuwa tajiri wakati wa kufungwa nyota yake, basi anazorotoka, anakuwa mnyonge wa maisha, anabakia kuwa ombaomba, anakuwa ni mtu mwenye kujitenga. Nyota ya mtu ni nguvu ya msingi ya maisha yake. Imefungwa, mtu anajikuta akipitia maisha yenye changamoto zisizoisha, na kwama anapitia changamoto zisizomalizika. Mara halijesha hili limeingia hili, na kwa mtu asiye na uelewa, hali hii huonekana kama hadhia isiyo na mwisho. Maana ya kufungwa kwa nyota. Nyota ya mtu ni mlango wa mafanikio na bahati. Ikiwa nyota imefungwa, mlango huo unazimwa kabisa. Upendo, mahusiano na katika ghafla, urafiki unavunjika, mapenzi hayadumu. Kila unapounga uhusiano, unakuwa hufikii malengo yako, mapenzi yanakuwa hayachukui muda, yanakatika ghafla. Riziki, pesa hazikai, biashara inashindikana, fursa za kazi hupotea. Hata ikiwa umefungua mlango wa duka, basi hukuti wateja na biashara inazorota, pia unafilisika baadaye. Afya, maradhi yasiyoelezeka, uchovu, mawazo yasiyoisha, kila kati fikra kuwaza hili na lile, hupati jibu kamili. Vile vile watu wanakukimbia, wanakukwepa kulingana na kifungo cha nyota. Hii si hiari ya watu, hii ni ulazima wa watu wakuone upo hivyo, kwa sababu kile kivutio ama kioo chako kimeondoka ama kimevunjika. Bahati, mipango yote inatarajiwa kushindwa hata pale mtu anapojitahidi. Dalili kuu, mtu anajiona tofauti na mwingine, huwa na wasiwasi unapitiliza, kosa amani ya ndani, mara nyingi huishia kwenye pombe au tabia ambazo mbaya kabisa hapo mwanzo alikuwa nazo. Njia za kufungwa kwa nyota. Uhalisia unaonyesha nyota inaweza kufungwa kwa njia nyingi tofauti zinazotumika na wachawi au nguvu za giza au mtu mwenye chuki binafsi. Vitu vya mwili, unyayo, mate au vitu vilivyotoka mwilini kuchukuliwa na wachawi huwa ni njia ya kumtumia mtu huyo kufunga nyota yake. Mtazamo wa pili, kivuli cha mtu kinaweza kubebwa au kuchukuliwa. Uogapo baharini ama mtoni ama ziwani, mchawi anaweza kubeba kivuli chako kupitia majini au yeye mwenyewe humuhusika, kuharibu nguvu zako zote za kimaendeleo. Ama kukaa sehemu za usiku, mbala mwezi, kila hatua ya mtu anapopitiliza, basi mtu mbaya anaweza kujificha akachukua kivuli chako, hasa usiku pale akiwa pekee. Inaweza kuangukia kwenye mchawi aliyejificha akichukua sehemu ya nguvu ya nyota yako kupitia unyao uliokanyagia. Mashamba ya maji au udongo, kanyagio la mchanga au mati huchukuliwa kwa njia ya kuharibu bahati ya mtu huyo. Mfano halisi, mtu akiwa baharini anaoga, mchawi asa utega maji yale yanayopogea akachukua kile kivuli. Kivuli cha jua kinapogusa au kukupiga sehemu ya nguvu zako huchukuliwa na kutumika kwa madhara. Kile kivuli kinachoonekana kati ya mtu na kivuli pembeni. Dalili za nyota imefungwa. Baada ya kufungwa nyota, hali zifuatazo zinatokea kwa mtu mhusika. Namba 1, mikosi mfululizo. Kila kitu unachokigusa kinashindikana.
upotevu wa pesa, hata mipango ya kifedha inatarajiwa inashindwa kutimia kwa hatua hilo ulilotarajia. Mahusiano na katika marafiki na wapenzi wanavunjika bila sababu ya msingi. Hofu na wasiwasi, mawazo hayakomezi, usingizi unakosa amani, kila ukikaa unafikiria tu, mimi ndio hivi, mimi ndio vile. Kutengwa na wengine, mtu anajiona tofauti, hajiwezi kushirikiana na wengine, anakuwa anajitenga kulingana utofauti wa mwanzo na utofauti aliofikia. Tiba anakosa sahihi, anahangaika huku na kule, anakosa tiba za maana. Tabia za kujilaumu kila jambo linaloonekana kuwa kosa la mtu. Hasani za mwili na akili, kushindwa kushughulikia kazi, umwa mara kwa mara au kuwa na nguvu ndogo ya kimwili. Mfano, mtu huyu huishia kunywa pombe kupita kiasi au kufanya tabia zisizo salama kutokana na mawazo yasiyoisha kila wakati. Pombe kali, bangi na vitu vingine halikadhalika. Mtazamo wa kijadi na tiba. Uhalisia unaonyesha kwamba mtu anahitaji kufungua nyota yake, anahitaji mtaalamu wa tiba ya asili. Mfano, Bosnia Online TV hapa, unaweza ukampigia kwa namba zake za simu zinazopita hapo mbele, akaweza kukushauri ama kukusaidia moja kwa moja. Mtaalamu huyo anaweza kuchambua alama, kivuli na ishara za nguvu uliopotea. Usafishaji wa nyota, weka taratibu za kiroho na kifalme kwa kutumia dua, mimea maalumu na mbinu za kimila. Sio kila mtu anaweza kufungua nyota ya mtu. Kufungua nyota ya mtu ni kazi kubwa sana. Leo unakwenda kwa mtu, anaona tatizo lako kweli, umefungua nyota, anashindwa kufungua nyota, bali anakupa dawa za kusafisha nyota. Utasafisha vipi nyota iliyokuwa nyota haipo? Madawa na visomo vya kijadi vinatakiwa vitumike baadaye baada ya kufunguliwa nyota yako. Hutumika kurejesha usawa, nguvu, bila kuharibu mtu au mali yake. Uangalifu wa muda mrefu. Kufungua nyota ni mchakato, si jambo la mara moja. Haifunguliwi kwa dawa tu, inahitaji kuimarisha moyo, tabia na maisha. Uhalisia, ikiwa mtu anajaribu kufungua nyota kwa njia zisizo sahihi, hali huendelea kuwa mbaya zaidi. Kila hatua lazima ifanyike kwa mtaalamu aliye na uelewa nguvu za asili na uhalisia wa kiroho. Athari za nyota kufunguliwa. Mahusiano yanakuwa thabiti, upendo na urafiki unapata nguvu mpya. Mawazo hutunza, hali ya wasiwasi inapungua. Usingizi unakuwa bora, uwezo wa kufanya maamuzi unarudi. Mtu anapata amani ya ndani na tabia za busara. Msemo wa watu, nyota huweza kuzimwa na kuharibiwa, lakini ikaangaliwa kwa umakini na kuchunguzwa kwa mtaalamu, mwanga wake unaweza kurekebishwa na maisha ya mtu kurudi kuwa sawa kuliko zamani. Lakini baada ya kumaliza hivi, mtaalamu anatakiwa akuwekea kinga. Kinga ziko namna nyingi, nyingine mbaya, nyingine sawia. Ukishawekewa kinga hiyo, ni vigumu yule aliyekufanyia awali kuweza kukufanyia tena. Ndugu yangu, ikiwa hii mada imekugusa, tafadhali weka comment chini ya hii video. Na vile vile ndugu yangu, ikiwa wewe ni mgeni mpya, subscribe na kulike na kushare ili uwe mwanafamilia Bosnia Online TV. Ikiwa naona unapitia changamoto hizi, unaweza kunitafuta kwa namba zangu za simu, tuweze kusaidiana kwa njia moja ama njia nyingine. Nitawaletea video mbalimbali kwa mada tofauti tofauti kulingana na tiba za kiasilia. Tuonane katika video nyingine. Asante. Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam.